الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya 5 ya surati al-Hajj atuelezea namna gani uwezo wake wa kufufua kwa kuleta dalili ya binadamu, namna gani alivyomuumba na stage anazopitia za development za kukua katika mwili wake mpaka akafikia kuondoka duniani, halafu akatoa na mfano katika ardhi. Na hii yote dalili kutaka kumuonesha kwamba kufufuliwa ni haki na utakuja. Na tumeona aya hii, tulisoma aya 5 mwanzo, kipande cha mwanzo tumemaliza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab. Tumeelezea kuumbwa kwenu kwa udongo na mchanga, thumma min nutfa, thumma min alaqa, thumma min mudgha mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin. Hayote haya ni kubainishieni, linubayina lakum. Alafu kisha baada hapo, wanuqiru fil arham, anaelezea namna gani anavyokuwekeni katika safe place, pahala pa amani, pahala pa utulivu, pahala pa kupata haja zako zote na ukiwa katika wakati ule katika maisha yako. Thumma nuqiru fil arhami, na tunakuwekeni pahala kikao kizuri madhubuti katika matumbo ya mama zenu, fil arhami maana shao, kwa muda tunataka sisi kuwekeni. Baadaye tukaeleza thumma nukhrijukum tifla, kisha tunakutoeni mkiwa tiflu, watoto. Thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum, baadaye baada kuzaliwa alafu kisha nakufikishieni katika ukamilifu wa mwili kwa nguvu na ukamilifu wa akili. Umekamilika anta fi hadhika alwaqt, mshafika katika umri ashud, yani shadid katika kila jambo. Na neno ashuddakum halina mufrad kama wanavyosema. Neno ashuddakum haina mufrad, bali ni neno ambalo hutumika kama ni jam, ism jins ashuddakum, kwa yote kwa mmoja, la mufrad lahu min lafdhi في قواعد اللغة العربية، لكن نسمى مفردها المعنوي فقط، بمعنى inakuja shidda au shadid. Kwa hivyo ashud, maltablugu ashuddakum, yani katika umri wako wote, toka unapokuwa dhaifu katika tumbo la mama mpaka udhaifu wa utu uzima na kuondoka duniani tena karibu na kufariki, unapita katika umri wakati katika ashud, kwenye nguvu kamili. Unaweza kufanya jambo lolote kwa nguvu zako na kiakili pia. Kama tablughu ashuddakum. Alafu ndo baadaye inakuja nini? Wa minkum man yutawaffa, na miongoni mwenu man yutawaffa, ambao wanaokufa. Yutawaffa ikiwa kwa dhamma, yutawaffa wanaofishwa na Allah taban. Minkum man yutawaffa, na kuna qiraa minkum man yatawaffa, anayekufa qiraa. Lakini hapa tukichukua man yutawaffa kama ilivyokuja katika aya mbalimbali, yutawaffa yatawaffahu Allah, kama ilivyokuja katika aya katika Zumar, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Mwenyezi Mungu hufisha nafsi inapofika wakati wake wa kufa. Au kama ilivyokuja aya nyingine, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, kama ilivyosoma leo katika surati As-Sajda. Qul yatawaffakum, sema waambie kwamba ataikufisheni malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, amewakilishwa kwa ajili ya kudumia ninyi tu, kwa kila jema na kila baya ndio lisiwe baya, lakini yote khair kwa Mwenyezi Mungu, fi kulli khair. Naam, kwa Mwenyezi Mungu kila kitu kwa kweli ni khair kwa rahma zake. Biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir. Wasio katika Al-Imran tunasoma zamani haya, uliyatawaffakum malakul maut. Kwanza akasema Allahu yatawaffa al-anfus, Mwenyezi Mungu anafisha nafsi.
akasema malakul maut, kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, alwakilishwa kwenu. Na akasema hata idha jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna, itupofikia wakati wake, ikimjia mauti mtu anamuua rusuluna, wajumbe wetu. Kwa hivyo akasema Allahu yatawaffa, mwenye Allah, au akasema malakul maut, au akasema wajumbe wetu malaika tunawatuma kwa ajili ya kutoa kuwasaidia wasaidizi wa malakul maut. Na zote hizi tatu hakuna ikhtilafu katika Qurani, bali yote asasa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kufanya, akimpa amri malakul maut au rusuluna, wajumbe wetu malaika wasaidizi, au wote vile al-amr inatoka kwake Allah yatawaffa anfus. Kwa hivyo katupa zote hizi tujue kwamba unapokuja ukasoma aya kama hii, wa minkum man yutawaffa, na miongoni mwenu wako wanaokufa, au sio, wakaondoka duniani, ujue kwamba Mwenyezi Mungu ameshapanga kuondoka kwake. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, na miongoni mwenu wanaorejeshwa katika umri wa udhaifu kabisa. Man yuraddu ila ardhi al-umri, umri wa unyonge kabisa. Hata kaelezea baadaye akasema nini, hata awe mtu huyu nini, likai la yuraddu ila ardhi al-umri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. Hata ufikia stage kwamba nini, imekuwa sasa hafahamu kitu hafahamu kitu wala hajui kitu, baada ya kuwa alikuwa anajua kila kitu, mashahada kila aina, profesa mkubwa, ana university degrees 3 4 wengine, halafu anakuja mtoto wake hamjui mbele yake, mkewe hamjui, kwani wewe nani? Atakusemeza anataka chakula, akisha kidogo ambia anakuja tena swali, kwani wewe nani? Anarudi katika ardha lilumri. Hii ndio maana udhaifu wa umri, ardha lilumri imetumika neno hili, hata kakupa mfano likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, min ba'di ilmin la ya'lam shay'a, baada kuwa na ilmu ya kila kitu, sasa hivi hajui chochote. Na kuna nyingine baada ilmi, min ba'di ilmin na baada ilm, baada ilm na min ba'di ilm. Na baada ilmu chochote kinachokuja akili yako kwa kuona kile kitu kinafahamu kitu fulani, lakini ilmu kwa kufahamu na kutumia akili na kuweza kudiscuss na kuweza hili ndio min ba'di ilm, yani uhodari katika kuweza kuchambua mambo kwa ilmu uliokuwa nayo, min ba'di ilm, yani ina martaba zaidi kuliko baada ilmi, na zote zimetajwa katika nini, katika Qur'an. Lakini sasa tukitizama katika Ghafir, tunasoma sisi kwamba katika aya 67 Ghafir, huwa alladhi khalaqakum, sura Ghafir aya 67, huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfa, atajatena changa nutfa, thumma min alaqa, hajataja mudgha wa mukhallaqa, hapa meruka thumma, kwa maana ikaja thumma yukhrijukum tifla, kama kule aya 5 za Hajj, thumma kisha Ghafir 67, thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum. Aya yote yamo katika aya 5 yetu tunasoma, nafikia katika ujana wa nguvu kabisa. Thumma litakunu shuyukha, hapa akasema minkum yutawaffa wa minkum man yuradu ila ardhi al-umr likay la ya'lam min ba'di ilmi shay'a. Hapa kaenda moja kwa moja alafu nini wa minkum man yutawaffa min qabl, kabla hapo wanafishwa, waondoshwa duniani, walitablughu ajalan musamma, mpaka mfikie katika ule umri uliowekwa, ajali musamma, specified time, wakati maalum aliokuwekea Mwenyezi Mungu, ila ajalin musamma,
hapa. Kwa hivyo aya hii wala'allakum ta'qilun, anataka kutumia akili yako, inakuvuta kukueleza haya ili upate kutumia akili yako, ujue kwa Mwenyezi Mungu anapoumba anataka kakupa akili ya kuweza nini, kuzingatia mambo ambayo Mwenyezi Mungu aliyekupa katika neema zake na aliyekunyima katika neema zake kwa hikma, bila shaka na kwa rehma. Ni neema hiyo kwa kile alichokupa na kile alichokuzuilia asikupe. Tumekwenda katika Rum 54, surati Rum. Allah anasema nini? Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, amekumbeni kutokana na mwanzo asili mlikuwa dhaifu kabisa, tone tu la maji, tone tu la mani. Min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, unapita stage binadamu kutoka dhaifu unaingia katika nguvu. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin, na kisha kajalia baada kuwa na nguvu mnarudi tena nyuma. Min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, unaingia utu uzimani, udhaifu na unyonge na utu uzimani, shebi umekuwa hivi. Yakhluq ma yasha, Mwenyezi Mungu anaumba apendavyo. Wa huwa al-alimul qadir, mwenye kujua kila kitu, mwenye kukadiria kila kitu. Hii ni aya ngapi? Hii ni aya ya Rum, aya 54. Ile tusema min ba'di ilmi na ba'da ilmi unaikuta katika surati An-Nahl. Unapokuja katika aya 70 surati An-Nahl, aya 70 nasema wallahu khalaqakum, namjua kama Mwenyezi Mungu ndiye aliyekumbeni. Thumma yatawaffakum, ikisha atakufisheni. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, sio umr mim dhamma. Wa minkum man yuraddu, na miongoni mwenu watakaorejeshwa katika umri wa nini, wa dhaifu kabisa, wa unyonge kabisa. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la, ili nini, likay la ya'lama ba'da ilmin. كل لكي لا يعلم من بعد علم أو بعد علم، لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Mwenyezi Mungu anajua kila kitu na mweza kila jambo. Sasa aya hii baada ya kueleza stages mbalimbali anazopita binadamu katika maisha yake, na yote apate experience ya utukufu wa Mwenyezi Mungu, kwamba afanye atakavyo. Akikupa nguvu shukuru, akikupa udhaifu shukuru. Kullu min indillah, yote kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Sasa kaleta sasa hivi anastadili dalili nyingine sasa kutokana na kipande kingine cha mwisho hichi cha aya, watara al-ardha hamida, basi utaiona ardhi imekuwa hamida. Watara al-ardha hamidatan, na utaiona ardhi imetulia kimya. Hamida, yabisa, sakina, khashi'a. Zakuta aya nyingine huko khashi'a na khushu', manake yani utulivu wa hali ya juu kabisa. Watara al-ardha hamidatan, ule utulivu kama kwamba ardhi imekufa kabisa, barren, na mbegu zilizokuwa chini zimekaa dormant, hazijachangamka bado. Na kama tulivyoona katika sura Fussilat, inakuja aya inasema katika Fussilat, wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan. Wa min ayatihi, katika aya zake Mwenyezi Mungu kwamba unaiona ardhi imetulia kabisa. Hii maana watara hamidatan, utulivu kama kwamba haina uhai, dead kabisa, imetulia, sukun, fiha sukun, fiha khushu', si mtu anakuwa tulia. Hii ni maana yake utulivu. Na kwa hivyo hapa wa min ayatihi, na katika aya zake annaka tara al-ardha khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a, tupoishushia maji tu, ihtazzat warabat. Hapa inasemani aya yetu ya 5,
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت وربت. na hapa hiyo katika sura Fussilat فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. hapa وربت وأنبتت من كل زوج بهيج sio. lakini katika sura Fussilat اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. anakupa ile dalili nzito hapa kwamba yule aliyohuisha ilikuwa ardhi hamida, ilikuwa khashia, ikashuka maji hapo hapo, mambo yakabadilika. fa idha anzalna alaiha almaa ihtazat warabat. kwa hivyo kwa nini maana yake? maana yake inna alladhi ahyaha, yule aliyohuisha ilikuwa hamida, ilikuwa khashia, mara pale pale ihtazat, ikatikisika, ikasisimka, ikachangamka, sawa. kututumka na kusisimka, yote maana yake nini? ihtazat. warabat, rabu yani rabaa au raba, warabat yani kuzidi, inatutumka mara unashtukia ardhi inapasuka, inatoa jani, inatunasio ndio maana yake nini? ihtazat warabat. rabat yani inachangamka. kwa hiyo kututumka kwake ndio rabat. ihtazat waanbatat, inakumea min kulli zawjin bahij, ikatoa kila aina mmea bahij, bahja, yenye kuvutia, yenye nini? yenye kuonesha kustawi na rangi nzuri, inachangamka. kuli shay bahij hapa sasa. hamida fa idha anzalna alayha alma ihtazzat warabat waanbatat. mambo matatu: inasisimka, inatumka, warabat inatutumka, inakuwa kubwa, mara waanbatat, ikatoa nabat, yani ikamea. batat min kulli zawjin, kila aina ya nini? zawji yani aina za mimea mbalimbali. bahij, yenye kustawi. bustani yangu njema ina maua, kila nikipita huwa lachanua. sio sema hiyo, yani maana yake nini? ile bahjatul ardh inapoanza kushuka mvua na kunini, namna gani inapochangamka. na kama nilivyopiga mfano katika aya nyingine ukenda katika sura Araf utaikuta aya inasema wa huwa alladhi yursilu riyaha, na Mwenyezi Mungu huleta ni upepo, bushran baina yaday rahmatihi, ikupeni bishara nzuri mbele yenu, mbele katika rehema zake Mwenyezi Mungu. hata idha aqallat sahaban, hata idha aqallat sahaban, idha aqallat ikabeba, sio aqalla min qalili, kwa kidogo, la. ayu ardhin taqilluni, ardhi gani naweza kunibeba mimi kama ilivyosemekana. fa hata idha aqallat, ikabeba, sahaban, mawingu. hata idha aqallat sahaban, afanya nini? alafu siqalan, na hii miujiza mikubwa sana. unapoona mawingu yanaelea juu utafikiri mepesi. mawingu sahaban thiqal, thiqalan, nzito sana. na dalili, ikipita ndege unaona namna gani inapotikisika, kwenye inapokata mawingu ndege inatikisika, mambo ya fungeni ukanda mbio. na dalili ina uzito mkubwa. waliokaa wakachunguza mambo haya wakaona namna gani, wastajabu, vipi Qur'an, vipi Muhammad kajua? haja sema ni Muhammad haya maneno ya Mola wake. maana haiwezi kupitia hata siku moja kwamba haya mawingu yana uzito kwa kubeba maji yalikuwa ndani yake, mpaka kageuka kutoka katika mvuke, ikashuka maji, tukapata mvua. Sasa uchukua ikabeba, aqallat sahaban thiqalan. halafu fanya nini? Mwenyezi Mungu sasa, suqnahu libaladi mayt, tukachukua tukapeleka katika ardhi iliyokuwa imekufa kabisa, libaladin mayit, faanzalna bihi almaa, ile ardhi mayit tukashushia maji.
فأخرجنا به من كل الثمرات tukatoa kila aina matunda, kila aina mimea. Kadhalika nukhrijul mauta, basi ndio hivyo hivyo tutawatoa maiti waliokuwa chini. Tateremka mvua nyepesi, siku hiyo kila mmoja afufuke, atoke. Ardhi tahtaz na itatarbu, tazza tarabat, na hapa pia ardhi itatoa wafu wote watoke. Wa akhajatil ardhu athqalaha, hapo ndio piga kelele, wa qala insanu ma laha. Kwa hivyo hapa fa akhraja bihi min kulli thamarati kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun. Kwa hivyo hoja aya 5 kwa mambo 10 yaliyotajwa hapa yanakuja kuchambuliwa katika aya zinazofuatia 2. Dhalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir. Mangapi? matatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la riba fiha, aya 7. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Dhalika, hayo, hadhaini dalilain, dalili hizi mbili, الخلقة الأولى بأطوارها, kuumbwa kwa binadamu kwa stage zote za kukua kwake katika tumbo la mamake. Linubayina lakum wa nuqiru fil arham. Haya yote tueleza juu katika aya ya 5. Na sababu ya pili, min inzali alma liihya'i al-ard ba'da mautiha, kwa kushushwa maji ili kuhuisha ardhi baada ya kuwa imetulia kabisa, baada ya mauti, kama ilikufa ardhi. Na tunaona tupita jangwani siku za joto, mchanga mtupu. Siku za mvua zikianza tu kidogo, unapita unaona hayo majani kila pale yametokeza. Unaipata ile picha nzuri namna gani athari ya maji katika ardhi iliyokuwa barren, wanasema kavu kabisa, ni ukame, ardhi isiyokuwa na uhai wote. Kwa hivyo sababu hizi mbili, dhalika hadhaini sababain, kuumbwa mwanzo wa binadamu na namna gani kuchangamshwa ardhi ikatoa nini baada ya kushuka mvua. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq, dhalika bi anna Allah huwa al-haq, au sio? Anna Allah huwa al-haq alladhi la raiba fihi min hadha. Kuna shaka hilo? Hakuna shaka kabisa kwa Allah wa haq subhanahu wa ta'ala. Anta al-haq wa qawluka al-haq, qawli yako yote ni haki ya Rabb. Wa liqa'uka haq, na kukutana na wewe siku haki ya Rabb ya arhamar rahimin. Wa liqa'uka haq was-sa'atu haq, au uongo jamani? Was-sa'atu haq, na sana haq. Wal jannatu haq wan nar haq والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. Wote wamekuja kwa haki yake Mwenyezi Mungu. Akataka nini? Kwamba binadamu anapokaa kafikiri ajue kwamba kama ilivyosema katika aya ya Luqman, dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Vita hivi dhidi ya wale wasioamini kama kuna kufufuliwa, na wanayosema wakayaamini basi ni batil. Wa annama yad'una min dunihi min dunillah, wenye kuomba wasiokuwa Allah hawote batil. Wa anna Allah huwa al-ali al-kabir, kama ilivyokuja katika sura Luqman au kama ilivyokuja katika sura Hijr. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annama yad'una min dunihi huwa al-batil. Naam. Kwa hivyo الحق اسم من اسماء الله, katika majina yake